Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, ni mwalimu Joseph, Kansela Joseph, ambaye anaendelea kusema na wewe. Ni kukumbushe tu kwamba Bwana ametupatia huduma ya maarifa na maombi, huduma ya kufundisha na kulirejesha taifa lake mahali ambapo linapotakiwa kuwa. Ni neema ambayo kulirejesha taifa kwa nafasi yake, kanisa kwa nafasi yake. Na tunapozungumza kulirejesha kanisa kwa nafasi yake, we are actually talking about revival. Yani tunazungumzia uamsho. Na whenever we speak about revival, muda wote tunapozungumza kwa habari ya uamsho, jambo la kwanza ni matengenezo. Kwanza matengenezo yanaanza. Kama ulikuwa unafanya kitu kwa namna isivyotakiwa, natakiwa kubadilisha na kuingia kwa namna inavyotakiwa. Kama ulikuwa unafanya kwa kuigaiga vitu visivyofaa, unaacha hivyo vitu, unachukua neno la Mungu, yani fundisho la kibiblia, na unawajibika kwa hicho kitu sahihi unachokifanya. Sio unafanya tu unaacha. Hapana, unawajibika na unafanya continually. Mwendelezo, consistency ni muhimu sana. Muhimu sana. Usipowajibika ni shida. Leo utafanya, kesho utafanya. Tunahitaji nidhamu ili kufika pale ambapo tunatakiwa kufika. Without discipline utaishia njiani. Sasa kila Jumatatu tunakuwa na nafasi ya kuwa na maombi maalum kwa ajili ya wiki mpya. Kila Jumatatu, every Monday, tunakuwa kabisa na maombi, yani maombi tunajiweka wakfu kwa Bwana kwa ajili ya hiyo wiki. Maana kama kuna kitu ambacho utatamani sana kwenye maisha yako, ni kuishi maisha ya kiroho. Nyakati tulizo nazo, kama ukiniuliza mwalimu Joseph, nyakati tulizo nazo, hebu nipe shauri, nifanye nini? Nitakwambia, be a spiritual man, be a spiritual woman, be a spiritual mother, be a spiritual father. Kuwa mama wa kiroho, kuwa mtu wa kiroho, kuwa baba wa kiroho, kuwa mwanaume wa kiroho, kuwa kijana wa kiroho, kuwa binti wa kiroho, kuwa mzee wa kiroho. Hilo ndilo ninaloweza kukushauria, kwa sababu tuliookoka hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, japo twaenenda kwa namna hii, lakini vita vyetu hatuvifanyi katika mwili. Sasa tunapoanza wiki, usidharau maombi maalum kwa ajili ya wiki. Yamkini unanisikia kutoka sehemu mbalimbali, yamkini labda ni mara yako ya kwanza kunisikia, lakini wewe ambaye ni mshirika wa huduma hii ya maarifa na maombi, unayenisikia kutokea WhatsApp, unayenisikia kutokea YouTube na maeneo mengine, sikiliza nikwambie, mtu wa Bwana, nyakati tulizo nazo, tembea kiroho, wajibikia maisha yako. Kama vile kila siku unakula chakula, kadhalika kila siku mlishe mtu wako wa ndani. Chakula chake sio chips yai ama chips kuku, sio pizza ama bega. Chakula cha huyo mtu wako wa ndani sio limao ama parachichi ama juice ama kinywaji chochote. Mtu wako wa ndani mlishe maombi, mlishe neno la Bwana, mlishe mifungo, mlishe utoaji utakatifu na ibada kwa Bwana. Kuna mtu ananielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa yapo mambo
mambo kama vile mambo 7 kuelekea mambo 8 ambayo adui anajaribu kuiba kwenye kila mwanzo wa wiki yako. Yani, there are 7 things the enemy tries to steal at the beginning of your week. Na usipokuwa makini, kwa sababu watu wa rohoni tunaelewa kila wiki ina lango, kila siku ina lango, kila mwezi una lango, kila mwaka una lango. Sasa unapopokea siku, it matters. Unapopokea wiki ni muhimu sana. Unavyopokea wiki, unavyopokea mwezi, unavyopokea mwaka ni muhimu sana. Sasa sisi watu ambao tunamsihi Roho Mtakatifu atusaidie. Roho Mtakatifu ametufundisha kwamba hatupokei siku bila maombi na bila neno la Bwana. Hatupokei wiki bila maombi maalum na neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba Bwana asipojenga mji, Bwana tusaidie sana. Sikiliza, kila wiki ina fursa zake. Every new week comes with opportunities. Kila wiki inakuja na baraka. Kila wiki inakuja na divine possibilities. Yani inakuja na uwezekano wa kiungu kila wiki. Lakini adui huwa anakuja na mashambulizi mapema sana. The enemy always try to attack early in the week so that a believer starts Monday already been discouraged. Yani adui anahakikisha kwamba anakuja mapema sana kwenye wiki yako, ili kwamba utakapoanza wiki yako aanze kukukatisha tamaa mapema. Na unapoanza wiki tayari umekatishwa tamaa, kwani unafikiri wiki nzima itakuwaje? Wakati amekusha kuleta distraction, amekusha kuleta usumbufu, uharibifu, amekusha kuleta ile spiritual weakness. Yani amekusha kukufanya kuwa spiritually weak, amekufanya kuwa mzaifu kiroho. Adui amekufanya unakuwa mzaifu kiroho. Hivi unafikiri wiki nzima itakuwaje? Na Biblia inasemaje kwa habari ya adui anachoiba? Kitabu cha Yohana sura 10 mstari wake wa 10. Hebu angalia hapo neno la Bwana linasemaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Inasema mwivi haji ila aibe na kuua, ama kuchinja na kuharibu. Sasa angalia nikuonyeshe. Nitakwambia mambo kama mawili tu kumatatu ambayo adui anayaiba mwanzoni kabisa mwa wiki yako. Ndio maana ni muhimu kwako kuomba in the beginning of a week. Jambo la kwanza anachotaka kuiba, anachojaribu kuiba adui ni amani yako, your peace. Watu wengi wanaamka Jumatatu, they wake up every Monday already worried, anxiety and overwhelmed. Yani wanaamka Jumatatu, wanaamka Monday, kwa Kifaransa tunasema lundi. Yani wanaamka hiyo siku tayari wana wasiwasi, tayari wana woga, tayari moyo wao umekunja, tayari wana kitu kizito ndani ya mioyo yao, wamekatishwa tamaa tayari. Yani ni kama wamechanganikiwa. Unajikuta umeamka tu Jumatatu, yani unakuwa kama umechanganikiwa, you don't know what is happening. Ukijiangalia, mbona kama kuna kitu hakiko sawa ndani yangu. Unasikia huzuni fulani, unasikia kukatishwa tamaa, unasikia kitu ambacho hakielezeki, ambacho kinakunja moyo wako kwa namna fulani hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini huko kuchanganikiwa, hiyo confusion haitoki kwa Mungu. It is not from God. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake ya 14,
mstari wake wa 33 utaelewa. Biblia inasema kwamba Mungu wetu sio Mungu wa confusion. Sio. Sasa hiyo confusion ndani yako unapoamka every Monday, kila Jumatatu, imetoka wapi? Imetoka wapi? Hiyo hali ya kuchanganikiwa, hiyo woga, hiyo huzuni imetoka wapi? Imetoka wapi? Kwa maana Mungu wetu si Mungu wa machafuko hiyo, bali ni Mungu wa amani. Vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu, hivyo ndivyo neno la Bwana linasema, Wakorintho wa kwanza 14:33. Ni Mungu wa amani, sio machafuko, sio confusion, sio kuchanganikiwa, sio huzuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu unanielewa? Natangaza amani juu yako. Natangaza amani juu yako. Chochote kilichokunyima amani, narejesha hiyo amani. Chochote kilichoondoa amani ndani yako, natangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu, pokea amani. Pokea amani. Hiyo confusion ikuachie. Hiyo confusion, uko kuchanganyikiwa, hiyo huzuni, huo uzito wa ndani ukuachie. Natamka wepesi kwa jina la Yesu. Wakati adui anaiba amani yako, huwa anazoofisha maamuzi yako, amani ya moyo wako, amani ya ndani, ule utulivu wa ndani. Ukisha kuibiwa, ujue kwamba maamuzi yako yamezoofishwa. Huwezi ukachukua maamuzi sahihi kama ndani yako huna amani. Huwezi ukachukua maamuzi sahihi kama ndani yako hamna utulivu. There's no stability in you. You can never make a good decision. So when the enemy steals your peace, he weakens your decisions. I want you to know that. Nataka ujue hiyo. Jambo la pili ambalo adui hutaka kuiba ni focus yako. Your focus, lengo lako. Yani ghafla tu mambo yanavurugika, yani suddenly tu, yani distractions. Kuna vitu ambavyo sio vya msingi, yani hali ya kulalamika tu. Mtu unaanza kulalamika, argument, unnecessary argument, unexpected issues, yani maswala ambayo haukutarajia yanajitokeza na ghafla, ama unakutanisha vurugu fulani imetokea, ubishi eneo fulani, unajikuta ubishi na kuwa nyingi, unaanza kubishana na mtu yani sijui ni kwa, yani bila attention yoyote, bila kujua, unakuta tu unafanya vurugu natokea, mambo unafanya mambo haueleweki, maswala yanatokea ambayo hukuyategemea. Mungu akusaidie sana. A distracted believer can miss divine opportunity. Yani wewe unaanza wiki, ubishi ni nyingi tu sana, huelewi, unaanza kubishana na watu, unaanza kulalamika. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie, kwa sababu muamini aliyevurugika, a distracted believer, muamini, mwana wa Mungu ambaye amevurugika, anaweza akapitwa na fursa za kimungu kwenye maisha yake. I'm telling you, you can miss divine supernatural opportunities in your life just because of being distracted. Hebu nikuachie hapo kwa leo. Lakini la tatu la msingi ni kuambie nalo ni kwamba adui anaweza akaiba muda wako wa maombi, your prayer time. Adui huwa anajaribu kuiba sana muda wako wa maombi. Ndio maana utakuta mtu anachukua masaa mengi, yupo kwenye mitandao ya kijamii, yuko TikTok, yuko Facebook, yuko Instagram, yuko X, yuko sijui wapi, lakini muda wa maombi hamna. Ama mtu amesema nitaomba, jamani, nitaomba lisali moja, nitaomba masaa machache, na ghafla ameingia kwenye simu yake, anaanza kupitia mitandao ya kijamii mpaka bando data zimeisha, anakuja kushtuka, saa zimeenda, hajaomba. Adui anakuiba muda bila wewe kujua. Adui anajua muamini anapoanza wiki katika maombi,
anakuwa mwenye kuogopeka katika ulimwengu wa roho. Yaani ukianza wiki na maombi yale ya kujiweka wakfu kwa Bwana kwa ajili ya wiki hilo, adui hawezi akakugusa. Unakuwa kama ile mikate vile vyombo vilivyowekwa wakfu kwa Bwana katika hekalu, havikukuwa vinaguswa na mtu. Hebu angalia ile mikate ya maonyesho iliyokuwa kwenye hekalu lile la Suleiman. Watu hawakuwa wanaigusa hivi, kwa sababu ilikuwa iliwekwa wakfu kwa ajili ya kazi ya Bwana mle ndani. Na maana kulikuwa na mikate mingine nyumbani watu walikuwa wanakula tu, lakini ile iliyokuwa hekaluni hakuna aliyechezea, kwa sababu iliwekwa wakfu. Adui hawezi akakuchezea. Ukisha kujiweka wakfu kwa ajili ya wiki, umeomba maombi maalum, you release that prophetic declaration. Unaomba kabla uanze wiki yako, yani adui hawezi akakugusa, kwa sababu unakuwa mwenye kuogopeka kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. The enemy knows that a believer who starts a week in prayer, that kind of believer, my brother, my sister, sikiliza, aina hiyo ya muamini, he or she becomes spiritually dangerous. Kama ulikuwa ujui. Hiyo ndio sababu utaamka tu mapema sana, adui anakudrive, anakupeleka, unakuwa kwenye simu. Yaani asubuhi unakuta mtu kweli anaamka anakuwa kwenye simu. Haujaomba mama, baba, haujaomba mpendwa, mbona hujaomba? Umeingia kwenye hiyo simu tu, umetoka kitandani, mbona hujaomba? Kwa nini kimbilia kwenye simu? Adui ameiba muda wako wa maombi. That is why atakufanya busy, atakufanya kwamba umechoka, sababu ili mrazi tu usiombe. Na wengine kabisa adui anaweza kacheza na nyinyi kwa upande wa kazi, upande wa uchumi. Yaani unaamka tu asubuhi hujaomba, unaanza kupigiwa masimu, njoo ofisini, njoo huku kuna mteja, unakimbia, haukuomba. Rakatapaya na mandia. Mungu atusaidie sana. Kitabu cha Luka 18 mstari wa kwanza, akawatolea mfano, akawaambia, imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Wakati maombi yakipotea, vita vya kiroho vinakuwa vigumu sana kwako. Maombi yakipotea ndani mwako, when prayer disappears in you, spiritual battles become harder. Ninakuombea muda huu, popote pale ulipo, Bwana akupe neema ya kuwa na muda wa maombi. Wewe ambaye umerudi nyuma kwenye swala la maombi, ninakuombea kwa jina la Yesu. Pokea roho mpya maombi. Receive the spirit of prayer upon you right now, in the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Ninarejesha hiyo kiu ndani yako ya maombi. Ninakutenga na kila mivuto ya kipepo, ninakutenga na tabia za kipepo kwa jina la Yesu. Pokea moyo mpya, pokea nguvu mpya, pokea nguvu mpya maombi, pokea nguvu mpya kunena, pokea nguvu mpya kutamka, pokea lugha ya mbinguni kwa jina la Yesu. Pokea nguvu mpya, pokea nguvu mpya. Hiyo roho chafu ikuachie leo katika jina la Yesu Kristo. Hilo pepo linalokupeleka pabaya, hilo pepo linalovaa fahamu zako, linalovaa maisha yako, yaanze kukuachia. Pokea Roho Mtakatifu anayepeleka watu kwenye vyumba vya maombi na kukutanana na Mungu kwenye viwango vingine katika ulimwengu wa roho wa nuru. Pokea Roho Mtakatifu akusaidie katika jina la Yesu aliye hai. Amen. 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 Ndugu mpendwa, usiache kusubscribe. Wewe ambaye umetusikiliza kutoka hapo YouTube, wewe ambaye umetusikiliza kutoka hapo WhatsApp, hakikisha unawatumia watu wengine, na wao waendelee kuimarisha mahusiano yao na Yesu Kristo, lakini pia wapokee maarifa haya. Mungu akubariki. Mimi naitwa
Mwalimu Joseph Lwamwi, na hii ni huduma ya maarifa na maombi. Mungu akubariki sana. Unahitaji ushauri wa kiroho, wasiliana nasi. Unahitaji kuokoka, kumpokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wako. Wakati sahihi mpendwa ndio huu. Ninakupenda, lakini ukweli ni kwamba Yesu Kristo nakupenda zaidi, ndio maana kanituma kwako. Ndio maana nakutaka leo umpokee awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako ili uwe salama. Namba zetu za mawasiliano ni alama ya kujumuisha 27786243718. Wewe ambaye umepokea audio hii na ndugu umetusikiliza kwa mara ya kwanza na unatamani kuwa kwenye magrupu yetu ya maombi, wasiliana nasi kwenye namba zetu hizo za mawasiliano kwa kutuma ujumbe ni unge kwenye namba hizo, na utaweza kuungwa kwenye madhabahu ya maarifa na maombi, ambapo tunakuwa na ratiba mbalimbali za neno la Bwana na maombi pamoja na mifungo. Mungu akubariki na uwe na wakati mzuri. Shalom.